Naam. Almuhimu pia mheshimiwa, mafuta kwa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Mwenyezi Mungu amemzungumza ngamia kwamba hamtazami ngamia namna Mungu alivyomuumba. Kauli hii wanazuoni wameitafsiri kama ngamia kila kitu chake kina manufaa makubwa kwa mwanadamu. Nyama yake anapokula mwanadamu hali tu nyama, bali ni tiba katika mwili wake dhidi ya maradhi mbalimbali na mitihani ambayo pengine haifahamu yeye mwenyewe. Lakini mafuta hayo yanaweza kuawisha uvimbe katika tumbo la mwanadamu. Kama mtu ana uvimbe tumboni, labda si kwenye kizazi kwenye, ni mafuta hayo yanafanya kazi hiyo. Mafuta hayo kwa mtu ambaye kapata kiharusi, labda kapata stroke, basi ukimuwahi nayo mafuta, kwa kweli Mwenyezi Mungu anamrudishia hali yake. Wa alaihi, nyama yake, mifupa yake, sijui ngozi ya kila kitu kwa ngamia, kwa kweli ni tiba kubwa kwa mwanadamu. Kwa ni mnyama ambaye anakupa manufaa mengi zaidi, licha tu ya kuenjoy kwa kupata riziki yake kumla, lakini unakula nyama huku inakutibu pia. Sasa kwa ufupi kabisa ni kwamba unaona haya mafuta ni kipimo cha swali ambalo umeuliza. Ili ujue mafuta haya ni original ya ngamia, lazima ukute baada ya muda yameganda. Kuna watu wanauza mafuta misikitini, mafuta ya ngamia, lakini cha ajabu mafuta yao unashangaa anauza mafuta yako yani yapo kama hivyo. Na wakati yeye katembea nayo kwa muda mrefu, fahamu kwamba hayo ni mafuta ya kula, wametumia ujanja, sio mafuta halisi ya ngamia. Mafuta ya ngamia baada ya muda kidogo tu hapo lazima yarudi kwenye asili yake. Ukitaka kuyatumia lazima uyaushe kidogo tena, alafu baadaye ndio unayatumia. Kwa hivyo hilo swali lako lilikuwa ni swali la kiufundi na kuonesha kwamba asili ya kujua haya ni yenyewe au sio yenyewe lazima yakulete hapo. Na naomba kuwasilisha. Kwa kweli asante sana Shehe, tunakushukuru sana kwa kuja kwanza kutupa elimu hii na vile vile kuona jinsi mafuta ya ngamia yanavyofanyika, na vile vile tukapata kuelewa, kwa sababu kama unavyosema saa hivi katika dunia yetu hii wajanja wamekuwa wengi. Tunauziwa mafuta, tunaambiwa haya ni mafuta ya dawa, mafuta ya ngamia, lakini hatima yake kumbe ni mafuta ya wanayochukua au sunflower wanachanganyisha, na wajanja wengine hata kuweza kutumia na samli pia kuweza kufaa hii. Lakini pia tunakushukuru kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu alokubariki na kutuweza kutuelimisha na tukafahamu, na naamini jamii iliyopo hapa leo wote wataweza kufahamu jinsi mafuta ya ngamia yanavyopatikana na kwa kweli na tiba zake zinavyofanyika kwa binadamu. Kwa kweli kwa upande wetu tuseme tunakushukuru sana na tumepata elimu. Asante sana. Shukrani, asante. Lakini sasa wajua wababa si wapishi. Hapo akichota kijiko hivi mpaka akafika nini, utachoka. Kwa nini hapewe kama mfuniko akaweza kupeleka kwa pahali pamoja? Akapata tambara la kukamatia akamimina. Hata hii hapa naona imeshakuwa kama tayari, akamimina ikaweza uwezekano wa sasa kama pale imeshakauka au hapa tayari mafuta imeshachemka. Kwa mafuta hamna tena. Yanaliwa hayo? Ni unataka kula unakula. Lakini unakula mafuta. Na pia kuna taaluma kuhusu makapi. Haya makapi huwa yanakaushwa, yanasagwa kuwa unga. Sasa unga au makapi ni dawa kubwa sana kwa mtu ambaye labda pengine anashtuka usiku, mtoto au hata mtu ambaye anahisi maumivu kwenye tumbo, na hao ambao wanaokuwa wanapata maumivu kina dada au mabinti wakati kwenye ada yao katika hali ya udogo, hayo yanawafaa sana. Anakuwa akitumia basi ile haja inakaa vizuri. Itakuwa na faida. Sawa. Jamani, basi msaidieni kaka yetu kupata mfuniko. Yaani ukimimina hivi, haya mafuta yanaenda chini, yanaungua, yanakuja meusi. Unataka kidogo kidogo ili asiende chini. Hicho kichoteo na kuonea huruma kidogo. Ndio special yake. Awezoea. Wacha hapo bado tu. Atavuna yote inshallah. Asante, shukrani. Inshallah kila laheri. Shukrani. Haya, asante. Kwa magirize inshallah.
Kwa hiyo mama naye apewe yake chupa ya mafuta inshallah. Hayo magonjwa hayo niko kama tusema hivyo, na mama yangu mzazi ana matatizo anayo. Inshallah. Nitatumia kwenda kuchua. Na pia tuna mashaka tele tutakula. Inshallah.